Hakuna mwanadamu mwenye ruhusa kabisa ya kuondoa uhai wa mwenzake katika dunia hii. Hata enzi za Biblia, uhai ulisemwa, ulitamkwa na Mungu kwamba hakuna mwanadamu yote yule mwenye ruhusa, mwenye kibali, mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mwenzake. Maneno haya Mungu aliyasema pale ambapo kifo kilitajwa kwa mara ya kwanza katika maandiko matakatifu. Unakumbuka zile habari za Kaini na Habeli? Kaini ndiye mwanadamu wa kwanza kabisa katika dunia kutangaza mauti, kutangaza kifo. Naona? Na baada ya kuwa umetenda hilo tukio, ndipo akalalamika mbele za Mungu akasema, adhabu hii ulionipa Mungu imeniwia kubwa sana. Analalamika mbele za Bwana. Na akasema kila mwanadamu mwenye kuniona ataniua. Kwa hiyo neno kuua, neno kufa, tunaliona kabisa linaanzia pale. Kwa hiyo Mungu pia naye akasema, basi kila mwenye kumuua Kaini, atakayejaribisha kumuua Kaini, atalipiziwa kisasi mara 7. Kwa maana hiyo habari za kuondoa uhai wa mtu, kuua, kufa, zinaonekana kuanzia pale. Lakini Mungu anasema kwamba kila mwenye kujaribisha kuondoa uhai wa huyu mwanadamu Kaini, hata kama yeye ameua, lakini hakuna mwenye ruhusa ya kuondoa uhai wa Kaini. Na akasema atakayejaribisha kufanya hivyo, basi huyo mtu atalipiziwa kisasi mara 7. Tunajifunza kitu hapa kwamba kumbe kweli hakuna mwanadamu yeyote mwenye ruhusa, mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mwenzake kibiblia. Kisheria kuna kitu kingine, lakini kitu chenyewe ni kwamba mahakama kisheria, mahakama inayo utaratibu wa inaruhusiwa, mahakama inaruhusiwa kuondoa uhai, mahakama kisheria. Japokuwa sasa hiyo ni mahakama ni sheria za kidunia, lakini kiroho tunaona kwamba hairuhusiwi kabisa. Sasa kuna watu nyakati hizi wanaondoa uhai wa wenzao. Wengine kwa ujasiri wanasema kwamba acha huyu atangulie kwanza, acha tumtangulize huyu, atangulie, akimaanisha kwamba wamtangulize huyu kwanza afe, wakiwa wanajua kwamba na wao baadaye watafanya nini, wanakufa, lakini wanafurahi kumtanguliza mwenzao. Hii roho ni ya shetani kabisa, ni roho ya ibilisi. Kwa nini unafurahi kumtanguliza mwenzako? Yaani kuna furaha gani katika hilo? Hata kama ulikuwa na hasira naye, hata kama naona hairuhusiwi. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuliombea taifa letu la Tanzania. Lakini kimsingi hiyo roho ya kumtanguliza mwenzako kwamba atangulie sio roho njema, ni roho za kishetani, roho za kibilisi. Hakuna yeyote mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mwenzake. Ukimtanguliza mwenzako na unajua kwamba nao utatangulia, kuna furaha gani katika hilo? Mwacha aishi. Mungu mwenyewe ndiye siku zake na miaka yake na maisha yake na uhai wake
viko mikononi mwa Mungu. Hata kama anakuudhi, umtaki, umpendi, usimtangulize mwenzako. Usimtangulize mwenzako. Wewe ni mali ya Bwana, yeye ni mali ya Bwana. Mwache tu, iko siku itafika, Mungu atampangia zamu yake, atampeleka mwenyewe. Kama wewe siku yako itakavyofika, Mungu akupeleka, basi mwache na mwenzako, hata kama una sababu zote. Amekuudhi na hivi na hivi, natamani atoke katika dunia, lakini usimtangulize mwenzako. Usimtangulize mwenzako. Kauliza kwamba atangulie. Usimtangulize mwenzako. Na tuwaombewe hawa wanaosema kuwatanguliza wenzao na hivi na hivi. Hapana. Na hata sheria, mahakama hizi, nimesema mahakama zina sheria hiyo, lakini na zenyewe bado iko siku nadhani Mungu ataingilia kati hizo sheria za kumtanguliza mtu, hata kama amefanya hivi na hivi na hivi. Hizo sheria zitafikia hatua na zenyewe zitazuiwa. Zitazuiwa. Wako watu sasa wanaanza kuona kwamba bora mtu afungwe maisha kuliko kuondoa uhai wa mtu. Hakuna mwenye uwezo na mamlaka mwenye ruhusa kumuondoa uhai wa mwenzake. Mambo ambayo tunapaswa kuomba Mungu asaidie mataifa yetu, nchi zetu, ili tuishi salama. Mungu ibariki Tanzania. Asante.